Wale watakaopewa daraja ya ushemasi wajongee hapa. Frateri Alex Benadi Milaponi. Nipo. Frateri Hiki Branji Perezi de la Rosa. Nipo. Frateri George Ngisaile Julius. Nipo. Frateri Benedicto Modestus Msunga. Nipo. Frateri Emmanuel Shabani Ibrahimu. Nipo. Frateri Noeli Robogasti Levaria. Nipo. Frateri Joseph Fuko. Nipo. Frateri Inyasi Mansweti Maresi. Nipo. Frateri Godfrey Pasco Malia. Nipo. Frateri Justin Isdori Kwembe. Nipo. Frateri Petro Agustini Tarmo. Nipo. Frateri Benson Andrea Mpangala. Nipo. Baba mheshimiwa sana, Mama Kanisa Mtakatifu anaomba waweke hawa ndugu zetu katika daraja ya ushemasi. Je, wajua kama wanastahili? Baada ya kuwauliza Wakristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika, na shuhudia kwamba wanastahili. Kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mkombozi wetu Yesu Kristo, tunawateua hawa ndugu zetu wapewe daraja ya ushemasi. Tumshukuru Mungu. Ndugu wapendwa, wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu wanaitwa sasa kupewa daraja takatifu ya ushemasi. Fikirini kwa makini ukuu wa neema hiyo wanayopewa kwa Bwana. Wakishaimarishwa kwa kipaji cha Roho Mtakatifu, watakuwa wasaidizi wa askofu na mapadri wake katika huduma ya neno, ya altare na ya upendo, nao wakijifanya watumishi wa wote.
Kama wahudumu wa altare watahubiri Injili, wataiandaa sadaka na kuwagawia waamini mwili na damu ya Kristo. Aidha, kama watakavyoamriwa na askofu, itawapasa kuwashauri na kuwafundisha mafundisho matakatifu waamini na wasio waamini, kuongoza sala, kutoa ubatizo, kusimamia na kubariki ndoa, kuwapelekea waliopo kufani komunyo pamba, kuongoza ibada ya mazishi. Wakiwekwa wakfu kwa kuwekewa mikono kadiri ya mapokeo yaliyotoka kwa mitume, mashemasi wanaunganishwa kwa undani zaidi na altare, na hivyo watatekeleza huduma ya upendo kwa jina la askofu au paroko. Nao wayatende yote kwa msaada wa Mungu, ili kwamba wote wawatambue kuwa ni wafuasi halisi wa Kristo, ambaye hakuja kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia. Nanyi wana wapendwa sana, nao pewa daraja ya ushemasi, Bwana amewapa kielelezo, ili aliyofanya yeye hata ninyi mfanye vile vile. Basi mkisha kuwa mashemasi, yaani watumishi wa Yesu Kristo, ambaye alionekana kati ya wanafunzi kama mtumishi, yatimizeni mapenzi ya Mungu kwa moyo wote katika upendo. Watumikieni watu kwa furaha kama mnavyotumikia Bwana. Maadamu hakuna awezaye kuwatumikia mabwana wawili, fahamuni kwamba kila uchafu au choyo ni kuabudu miungu. Nanyi mkipokea kwa hiari daraja ya ushemasi, kama wale walioteuliwa hapo kale na mitume kwa ajili ya huduma ya upendo, tunapaswa kuwa watu mnaoshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho Mtakatifu na hekima. Ninyi mtaitekeleza huduma yenu katika hali ya useja, nayo itakuwa ishara na kichocheo cha upendo wa kichungaji na chemchemi yenye kuzaa matunda mengi ya kiroho hapa duniani. Maana mkiongozwa na upendo mnyofu kwa ajili ya Kristo na mkiishi kwa moyo wa ibada ulio safi katika hali hii, mtaambatana kwa urahisi zaidi na Kristo kwa moyo usiogawanyika. Mtakuwa huru zaidi kwa kumtumikia Mungu na wanadamu, na wepesi zaidi kutoa huduma yenu, ili wote wapate kuzaliwa mara ya pili kama wana wa Mungu, mkitia mizizi na kujengwa katika imani. Mjidhihirishe kama watu wasio na doa wala lawama mbele za Mungu na wanadamu, kama vile iwapasavyo wahudumu wa Kristo na wagawaji wa mafumbo ya Mungu. Wala msikubali kugeukia mbali na tumaini la Injili, ambayo ninyi lazima muwe si wasikilizaji wake tu, bali pia wahudumu. Litunzeni fumbo la imani katika dhamiri iliyo safi, na lile neno mnalolihubiri kwa kinywa lidhihirisheni kwa matendo yenu, ili Wakristo wote wakihuishwa na Roho Mtakatifu wafanywe kuwa dhabihu iliyo safi na ya kumpendeza Mungu. Nanyi siku ya mwisho mtakapo kumlaki Bwana, mpate kumsikia akisema, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako.